Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Karibu katika wasaa mzuri ambao tunaenda kujifunza neno la Mungu, ambapo kichwa cha somo kinaitwa umuhimu wa sadaka katika maisha ya mwanadamu, au umuhimu wa sadaka katika maisha ya Mkristo. Bwana Yesu asifiwe. Kabla sijaenda mbali, kwanza nijitambulishe. Kwa majina ninaitwa Mwalimu Amos kutoka katika huduma hii ya Credibility Generation. Mungu akubariki sana sana. Kabla hatujaenda mbali zaidi, naomba ni ukabidhi muda huu mbele za Mungu ili aweze kutupa yale ambayo amepanga kutupa zaidi. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mungu mzuri, Mungu mwema na Mungu mwaminifu, ninayo sababu ya kushukuru na kukutukuza kwa sababu ya wakati huu ambao tuko mahali hapa Bwana kwa ajili ya kusikiliza neno lako. Naomba Bwana tuhudumie, ninaomba Bwana utangulie, naomba Bwana useme nasi kila ambacho umekusudia kufanya, Bwana ukifanye katika wakati huu. Inaenda kinyume na hila na mipango yote ya shetani, ishindwe kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Asante Mungu kwa kuwa uko pamoja nasi. Bwana, nimeomba na kushukuru nikiamini ni katika jina la Yesu Kristo, Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Kabla hatujaenda mbali zaidi katika somo hili la umuhimu wa sadaka, tukaangalia aina mbalimbali za sadaka. Aina mbalimbali za sadaka. Bwana Yesu asifiwe. Aina ya kwanza ya sadaka ni sadaka ya kuteketezwa, burnt offering. Bwana Yesu asifiwe. Sadaka ya kuteketezwa. Hii ni sadaka ambayo kwanza hizi zaidi zilikuwa zinafanyika katika wakati ule wa Agano la Kale. Naona namna gani ambavyo walikuwa wakichukua mnyama, wakaandaa na kuni na kumchinja na kumteketeza. Wakati huo ile harufu nzuri ya mnyama yule ambaye ameteketezwa ilikuwa inaenda mbinguni moja kwa moja. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hiyo ni sadaka, aina ya kwanza ya sadaka za kuteketezwa. Hii inapatikana katika kitabu cha Mwanzo sura ya 8. Mwanzo sura ya 8 mstari wa 20, Biblia inasema, Nuhu akamjengea Bwana madhabahu, akatoa katika kila mnyama aliye safi na katika kila ndege aliye safi, akavitoa sadaka za kuteketezwa juu ya madhabahu. 21. Bwana akasikia harufu ya kumridhisha. Bwana akasema moyoni, sitalaani nchi tena baada ya hayo kwa sababu ya mwanadamu. Naam, mawazo ya moyo wa mwanadamu ni mabaya tangu ujana wake, wala sitapiga tena baada ya hiyo kila kilicho hai kama nilivyofanya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unaweza kuona aina hii ya sadaka ambayo ni ya kuteketezwa. Sadaka hii nimesema kama awali nilifanya, sadaka hii ilikuwa inafanywa kwa lengo la kuteketezwa. Yaani wanachukua mnyama ambaye ni hai na safi, anachinjwa. Baada ya kuchinjwa, basi anateketezwa juu ya moto, na harufu ile inapanda mbinguni. Na harufu ile basi inamfikia Mungu, na Mungu sasa anasema, kweli umenichinjia sadaka hii. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo sadaka hii ilikuwa ni ya hiari. Wakati mwingine inaweza kuwa ya hiari ama ya lazima, kutokana na namna ambavyo Mungu amekutendea na namna ambavyo unahitaji Mungu akutendee zaidi
na zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Aina ya pili ya sadaka ni sadaka ya dhambi, sins offering. Sadaka hii ya dhambi naweza kaiweka katika kategori ya kwamba hii ni sadaka ya lazima. Pale ambapo mtu ametenda dhambi, hana budi kutoa sadaka kwa ajili ya kuomba msamaha. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo zaidi ilikuwa inafanyika katika wakati ule wa Agano la Kale. Agano hili jipya, yupo mwanakondoo aliyechinjwa, alitolewa sadaka kwa ajili ya ukombozi wa mwanadamu. Leo hii unaweza ukaona watu hawachinji mnyama, watu hawatoi sadaka. Hii ni kwa sababu Yesu Kristo alijitoa sadaka pale msalabani, akachinjwa kwa ajili ya wengine, kwa ajili ya ondoleo la dhambi kwa wengine. Unaweza ukaona alikufa msalabani kwa ajili ya ondoleo la dhambi kwa watu wengine. Sadaka hii ya dhambi sasa hivi unaweza usishuhudie sana kwa sababu ya namna hiyo. Yesu Kristo alijitoa kuwa sadaka, na ndio maana watu ili waokoke sasa hivi naokoka kwa neema. Ukimkiri Yesu kwa kinywa chako kwamba yeye ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako, ukaamini na kubatizwa, basi unaondolewa ile dhambi, unaondolewa dhambi. Wewe ukienda mbele ya kiti cha enzi cha Yesu Kristo, cha Mungu kupitia Yesu Kristo, basi unasamehewa dhambi kupitia damu ya Yesu Kristo. Naweza ukaona katika kitabu hiki cha Mambo ya Walawi sura ya 4, tutaanzia mstari wa 27. Na mtu awaye yote katika watu wa nchi akifanya dhambi pasipo kukusudia na kufanya neno lolote katika hayo ambayo Bwana aliyazuia yasifanywe, naye akapata hatia. 28. Akajulishwa hiyo dhambi yake aliyoifanya, ndipo atakapoleta mbuzi mke mkamilifu awe matoleo yake kwa ajili ya dhambi yake aliyoifanya. 29. Naye ataweka mkono wake kichwani mwake hiyo sadaka ya dhambi na kumchinja sadaka ya dhambi mahali hapo pa sadaka ya kuteketezwa. 30. Kisha kuhani atatwaa katika hiyo damu yake kwa kidole chake na kukitia katika pembe za madhabahu ya kuteketezwa na damu yake yote ataimwaga chini ya madhabahu. Kisha 31. Kisha ataondoa mafuta yake yote kama vile mafuta yaliondolewa katika hizo sadaka za zamani. Kisha kuhani atayateketeza juu ya madhabahu, iwe harufu ya kupendeza kwa Bwana, na kuhani atafanya upatanisho kwa ajili yake naye atasamehewa. Bwana Yesu asifiwe. Mwezi kuona namna ambavyo watu ili kuondolewa dhambi ambazo wamezifanya kwa makusudi, iliwabidi watoe kondoo jike achinjwe, na kisha achinjwe. Umeona maandiko haya yanasema achinjwe, kisha achinjwa ile damu itatupakazwa kwenye pembe za madhabahu, kisha huyo mnyama atateketezwa, na ile harufu itakapomfikia Mungu, harufu nzuri, hiyo mtu huyo atasamehewa dhambi hizo. Kwa hiyo hii ni sadaka ya kuteketezwa, lakini pia sadaka hii ni maalum kwa ajili ya kuondoa dhambi za mwanadamu. Hii ilikuwa inafanyika zamani, lakini kwa sasa Yesu Kristo aliibeba pale msalabani, na ndio maana unapokuwa umetenda dhambi unaenda mbele cha kiti cha enzi
kizazi cha Mungu kupitia Yesu Kristo na kusema, Bwana, nimekukosea, ninaomba unisamehe. Bwana Yesu asifiwe. Hii haifanywi tu na makuhani siku hizi, haifanywi na wachungaji tu. Hata wewe mahali hapo, ukiwa mahali ulipo, kwa sababu umeamini na umelifahamu neno la Mungu vizuri, basi unaweza kumwendea Yesu Kristo kumwambia, Yesu, nimekutenda dhambi, ninaomba unisamehe. Hii inatokea tu pale ambapo unapokuwa umeokoka tayari na umetenda dhambi pasipo kusudia. Unaweza kaenda mbele za Mungu kamwomba. Lakini kama ndio mara yako ya kwanza unahitaji kumpokea Yesu, hauna budi kuongozwa sala ya toba na mtumishi wa Mungu ili kuwa connected na madhabahu ya Yesu Kristo ama na ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Aina ya tatu ya sadaka ni sadaka ya shukrani, thanksgiving offering. Yani hii ni sadaka ya shukrani ambayo hii ina tabia kwanza ya kuwa ni sadaka ya hiari. Sadaka ya hiari, mtu ambaye anatenda kutokana na jinsi vile ambavyo Mungu amemfanyia. Anaenda mbele za Mungu, anamwambia Mungu, ninakushukuru kwa sababu wewe ulinitendea hiki. Kwa hiyo kwa sababu wewe ulinitendea hiki, basi wacha na mimi nishukuru kwa maneno, lakini pia nishukuru kwa vitendo. Ndivyo pale unaona watu wanaenda kanisani wanamshukuru Mungu kwa sababu ya yale ambayo Mungu amewatendea. Bwana Yesu asifiwe. Hii ilikuwa sadaka ama hii ni sadaka ya shukrani kwa Mungu kwa ajili ya baraka na neema alizotoa. Unaweza kuona katika kitabu cha Zaburi 117 mstari wa 21, Biblia inasema na wamshukuru Bwana kwa fadhili zake na maajabu yake kwa wanadamu. 22, na wamtolee dhabihu za kushukuru na kuyasimulia matendo yake kwa kuimba. Naona, kwa hiyo ni unashukuru kwa maneno, lakini pia unamtolea Mungu dhabihu kwa sababu ya yale ambayo ameyafanya. Yapo mengi ambayo Mungu ameyafanya katika maisha yako. Ili Mungu atende zaidi na zaidi katika maisha yako, anahitaji kuona moyo wako wa shukrani. Anahitaji kuona namna gani ambavyo wewe unaweza kumshukuru. Usiishie tu kusema kwamba Mungu amenitendea. Chukua hatua, nenda katika madhabahu za Mungu, madhabahu halisi za Mungu, toa shukrani. Ongea juu ya kile ambacho Mungu amekutendea. Unapoona Mungu mwanadamu au mtu akishuhudia na kutoa sadaka, usisema najisifu, ni kwa sababu anaona umuhimu wa kile ambacho Mungu amefanya katika maisha yake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo usijifungie ndani kusema kwamba mimi yani kwamba Mungu amenitendea ukabaki nalo moyoni. Hapana. Paswa kwenda kushuhudia kwa wengine. Kama ni kutoa sadaka mahali popote katika madhabahu sahihi ya Yesu Kristo, basi utatoa kupitia madhabahu ile, utatoa, na ukishatoa basi Mungu ataona ni namna gani ambavyo amekutendea. Wakati mwingine unaweza kusema mimi namshukuru Mungu, sasa napeleka sadaka hii kwa watoto yatima moja kwa moja. Wakati mwingine inaweza kawa haina mantiki katika ulimwengu wa roho. Ili uwe na mantiki sahihi, ni kweli unahitaji kwenda kushuhudia na unahitaji kwenda kutoa sadaka kwa watoto yatima au kwa watu ambao hawajiwezi.